Baba Mungu, nakushukuru tena kwa nafasi ambayo umenipa kwa ajili ya kusimama mbele ya ndugu zangu. Unalo neno la kusema nasi asubuhi na mchana wa leo. Najitiisha kwako Mungu Roho Mtakatifu, unitumie na utuatamie ili kusudi lako lipate kutimia kwa jina la Yesu. Amen. Fungua kitabu cha Hesabu ule mlango ama sura ya 14. Una mistari mingi, lakini kwa ajili ya kujenga ujumbe tutaisoma mpaka kuanzia mstari wa kwanza mpaka wa 38. Nasoma kwa jina la Yesu. Mkutano wote wakapaza sauti zao wakalia. Watu wakatoka machozi usiku ule. Kisha wana wa Israeli wote wakamnung'unikia Musa na Haruni. Mkutano wote wakawaambia, ingekuwa heri kama tungelikufa katika nchi ya Misri, au ingekuwa heri kama tungelikufa katika jangwa hili. Mbona Bwana anatuleta mpaka nchi hii ili tuanguke kwa upanga? Wake zetu na watoto wetu watakuwa mateka. Je, si afadhali turudi Misri? Wakaambiana, na tumweke mtu mmoja awe akida tukarudi Misri. Ndipo Musa na Haruni wakaanguka kifudifudi mbele ya mkutano wa kusanyiko la wana wa Israeli. Na Yoshua mwana wa Nuni na Kalebu mwana wa Yefune waliokuwa miongoni mwao walioipeleleza nchi, wakalarua nguo zao, wakanena na mkutano wote wa wana wa Israeli wakasema, nchi ile tunayoipita kati yake ili kuipeleleza, tarudia, nchi ile tuliyopita kati yake ili kuipeleleza ni nchi njema mno ya ajabu. Ikiwa Bwana anatufurahia, atatuingiza katika nchi hii, atupe iwe yetu, nayo ni nchi yenye wingi wa maziwa na asali. Lakini msimwasi Bwana, wala msiogope wale wenyeji wa nchi, maana wao ni chakula kwetu. Uvuli uliokuwa juu yao umeondolewa, naye Bwana yu pamoja nasi, msiwaogope. Lakini mkutano wote wakaamuru wapigwe kwa mawe. Ndipo utukufu wa Bwana ukaonekana katika hema ya kukutania mbele ya wana wa Israeli wote. Bwana akamuuliza Musa, je, watu hawa watanidharau hata lini? Wasiniamini hata lini? Nijapokuwa nimefanya ishara zote kati yao. Nitawapiga kwa tauni na kuwaondolea urithi wao, nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa, kisha yenye nguvu kuliko wao. Basi Musa akamwambia Bwana, ndipo Wamisri watakaposikia habari hiyo, kwa kuwa wewe uliwaleta watu hawa kwa uweza wako kutoka katikati yao. Kisha watawaambia wenyeji wa nchi hii, wamesikia wao ya kuwa wewe Bwana u kati ya watu hawa, maana wewe Bwana waonekana uso kwa uso, na wingu lako linasimama juu yao. Kisha wewe watangulia mbele yao katika nguzo ya wingu mchana na katika nguzo ya moto usiku. Basi kama wewe ukiwaua watu hawa mfano wa mtu mmoja, ndipo mataifa yatakaposikia habari za sifa zako, watakaponena na kusema, ni kwa sababu yeye Bwana hakuweza kuwaleta watu hao kuwatia katika nchi aliyowaapia. Kwa ajili ya hayo amewaua nyikani. Basi sasa nakusihi sana, uweza wa Bwana wangu na uwe mkuu, kama ulivyonena uliposema,
Bwana ni mpole wa hasira, mwingi wa rehema, mwenye kusamehe uovu na makosa, naye hatamfanya mwenye hatia kuwa hana makosa kwa njia yoyote, mwenye kuwapatiliza wana kwa uovu wa baba zao katika kizazi cha 3 na cha 4. Na kusihi usamehe uovu wa watu hawa, kama ukuu wa rehema yako ulivyo, kama ulivyowasamehe watu hawa tangu huko Misri hata hivi sasa. Bwana akasema, mimi nimewasamehe kama neno lako lilivyokuwa. Lakini hakika kama niishivyo, tena kama dua hii nzima itakavyo, tena kama dunia hii nzima itakavyojawa na utukufu wa Bwana, kwa sababu watu hawa wote ambao wameuona utukufu wangu na ishara zangu nilizozitenda huko Misri na huko jangwani, pamoja na haya wamenijaribu mara hizi 10, wala hawakuisikiza sauti yangu. Hakika yangu hawataiona hiyo nchi niliyowaapia baba zao, wala katika hao wote walionidharau hapana atakayeiona. Lakini mtumishi wangu Kaleb, kwa kuwa alikuwa na roho nyingine ndani yake, naye ameniandama kwa moyo wote, nitamleta yeye mpaka nchi hiyo aliyoingia, na uzao wake watamiliki. Basi Wameleki na Mkanani wakaa katika bonde. Kesho geukeni, mkaende jangwani kwa njia iendayo bahari ya Shamu. Kisha Bwana akanena na Musa na Haruni na kuambia, je, nichukuliane na mkutano mwovu huu uninung'unikiao hata lini? Nimesikia manung'uniko ya watu wa wana wa Israeli waninung'unikiayo. Waambieni, kama niishivyo, asema Bwana, hakika yangu kama ninyi mlivyonena masikioni mwangu, ndivyo nitakavyowafanya ninyi. Mizoga yenu itaanguka katika jangwa hili, na wote waliohesabiwa miongoni mwenu kama jumla ya hesabu yenu, tangu waliopata umri wa miaka 20 na zaidi, nao walioninung'unikia. Hakika yangu hamtaingia ninyi katika nchi ambayo niliinua mkono wangu ya kwamba nitawaketisha humo, isipokuwa Kalebu mwana wa Yefune na Yoshua mwana wa Nuni. Lakini watoto wenu ambao mlisema watakuwa mateka, ndiyo nitakawaleta na kuwatia ndani, nao wataijua nchi ninyi mlioikataa. Lakini katika habari zenu, mizoga yenu itaanguka katika jangwa hili. Kisha watoto wenu watakuwa wachungaji jangwani muda wa miaka 40, nao watachukua mzigo wa uasherati wenu hata mizoga yenu itakapoangamia jangwani. Kwa hesabu ya hizo siku mlizoipeleza ile nchi, yaani siku 40, kila siku kuhesabiwa mwaka, mtayachukua maovu yenu, ndiyo miaka 40, nanyi mtakujua kufarikana na kwangu. Mimi Bwana nimekwisha nena, hakika ndilo nitakaloutenda mkutano mwovu huu wote. Waliokusanyika juu yangu wataangamia katika nyika hii, nako ndiko watakakokufa. Kisha hao watu ambao Musa aliwatuma waipeleze nchi waliorudi na kufanya mkutano wanung'unike au kuwanung'unikia kwa walivyoleta habari mbaya juu ya nchi. Watu hao walioleta habari mbaya ya nchi wakafa kwa tauni mbele ya Bwana. Lakini Yoshua mwana wa Nuni na Kalebu mwana wa Yefune wakabaki hai miongoni mwa wale watu waliokwenda kuipeleza nchi. Tuishie hapo, lakini unaweza kusoma hadi 48
kujua hatima ya hayo maandiko. Bwana Yesu asifiwe. Tunataka tujifunze juu ya somo kuogopa. Kuogopa ni kumdharau Mungu. Tumeona kwenye ule mstari wa 11 na 12. Maandiko yanasema, Bwana akamuuliza Musa, je, watu hawa watanidharau hata lini? Wasiniamini hata lini, nijapokuwa nimefanya ishara hizi zote kati yao? Kuogopa ni kumdharau Mungu. Mungu anawauliza ndugu zetu hawa, wana wa Israeli, watamdharau hata lini? Wataacha kumwamini hata lini? Ikiwa amewaonyesha ishara hizo zote. Neno la Mungu nasema watu hao wanaonekana kumdharau Mungu mara 10. Wananung'unika, wanafikia hatua wanamwambia Musa, ni afadhali turudi Misri kuliko kuangamia kwenye jangwa hili, kuliko kwenda mahala ambako hatupajui. Mara 10 wananung'unika na hawaamini yale maneno ambayo Musa amesema na wana wa Israeli kwa habari ya nchi njema ambayo wanaiendea, nchi iliyojaa maziwa na asali, nchi njema, nchi ambayo inajirutubisha yenyewe. Ukiangalia Israeli ilivyo na sifa zake, utajua kabisa ni nchi ambayo Mungu kaipa neema katika dunia, iwe kiuchumi, kiusalama na kadhalika. Ni nchi ambayo Mungu anaipigania mwenyewe. Bwana asifiwe. Na ni nchi ambayo Mungu alimwahidi baba yetu wa imani Ibrahim kwamba nchi unayoikaa hii nitakupa, japo ni nchi ya ugeni, nitakupa. Wakati huo ikiwa ni nchi ya Kanaani, ambayo kwa kuna mataifa kama 7 hivi walikuwa wanakaa kwenye ile nchi, likiwemo taifa moja la Majitu. Unajua ulimwengu licha ya watu kama sisi, lakini kwa kuna majitu, si kama bado yapo majitu. Majitu ni majitu kweli, yalikuwa ni miongoni, nafikiri walikuwa ni Waanaki, walikuwa ni miongoni wanaoishi pale Kanaani, majitu. Ndiyo, kwa sababu hawa wapelelezi walipoenda, miongoni mwa watu waliowaona ni haya majamaa, na ndio maana wakasema, sisi tumejiona kama panzi. Unafikiri ni uongo? Hawakuwa wanasema kwa imani, walikuwa wanasema kitu halisi walichokiona. Maana miongoni wa wale Wayebusi, si watu gani waliokuwa wanakaa kwenye ile nchi, nao Waanaki walikuwa ni miongoni mwao, majitu ambayo kama mimi au mtu mwenye umbo na mwili wa kawaida akisimama, mfikiria unakutana na mtu liko kwenye hapo kwenye taa juu.
Sasa au mrefu kabisa ndo nani mrefu kabisa? Chukulia labda Mama Mluisa Nesi ni mrefu, au Mama Zakayo pale, au mama nani yule Mama Najima nani? Mzee Akio kule, si ndo warefu hao? Sasa unajua wale wapelelezi hawakuchaguliwa tu watu wa kawaida. Ukisoma maandiko, walikuwa ni watu mashuhuri, watu mashujaa miongoni mwa makabila 12. Kwa hiyo waliona wamechagua nao wababe, mashujaa, majemedari, wapiganaji hodari, wakapelelezi. Kwa hiyo naamini walichaguliwa watu wenye maumbo ambao kila mmoja kwenye kabila lao wanasema yes, huyu atapambana hata akikutana na heka huko. Sasa wanafika kule, wanakutana na majitu kiasi kwamba wao wanajiona kama panzi, na nafikiri ni kweli ilikuwa kama panzi, kwa sababu sifa ya yale mamtu ilikuwa si ya kawaida. Ukisoma habari zao, maumbo makubwa sana, na ndio mabaki yalikuwa kama makina Goliath. Sasa wanasema kwenye watu wa historia, Goliath ilikuwa ni kizazi kimeanza kupoteza sifa. Yaani Goliath, ukisoma habari za Goliath, wanasema ni kizazi cha majitu ambacho sifa yake inaanza kupungua. Kwa hiyo ni kweli ndugu zetu walikutana na majitu, lakini Mungu kawaambia, nitawapa nchi na nitawaondoa wenyeji wa nchi hiyo. Na walisikia hilo neno linalotoka kwa Mungu kwenye kinywa cha Musa, na wakati mwingine walimsikia Mungu akisema. Na zaidi ya hapo, ndugu zetu hawa walishuhudia mambo makuu ambayo Mungu ameyafanya katikati yao tangu akiwa nchi ya Misri. Kuogopa ni kumdharau Mungu. Kwa Mungu alipofanya hesabu, ishara zote ambazo nimezionyesha kwa watu hawa, bado wananidharau, bado hawaniamini, jambo hilo lilimchukiza Mungu. Na ndio ujumbe wetu mchana wa leo. Kuogopa ni kumdharau Mungu. Kwa nini Mungu anahesabu ni kumdharau? Kwa sababu Mungu amejifunua kwa ndugu hawa zaidi ya mara moja, na amejifunua kwa mkono mkuu kwamba hakuna jambo ambalo linaweza kusimama mbele yake. Na wao ni mashahidi wa mambo haya. Walimtukuza na kumwimbia Mungu nyimbo kama tunavyofanya leo. Hata leo Mungu amejifunua juu yetu, juu ya mambo mengi, na mengine hata tumetoa sadaka za kumshukuru Mungu, si ndio? Mengine yalitushangaza, tukasema hakika huyu ni Mungu. Lakini tunapokutana na majitu, tunaacha kumwamini Mungu tena. Ujumbe nasema kuogopa ni kumdharau Mungu.
Hofu tafsiri yake ni kwamba Mungu hana uwezo juu ya lile linalokukabili. Unapojenga hofu kama ndugu zetu hawa, walimaanisha Mungu hana uwezo juu ya lile linalowakabili. Wapelelezi 10 mashujaa wanasema mbele ya mkutano, hatuwezi kuwakabili watu hawa, maana sisi ni mamtu makubwa, sisi tunajiona kama panzi, tena kuta zile ni kuu, hatuna namna ya kuvuka. Kwa hiyo afadhali turudi Misri. Wakawatia watu hofu, wakawatia maneno ya kuwatia mashaka na wasiwasi. Maandiko yanasema hata mkutano mzima ukalia, ukaona ya kwamba Mungu ana kusudi gani kutuleta kutuangamiza. Wamesahau mambo makuu Mungu aliyowatendea nyuma, hata walimshukuru Mungu. Asubuhi ya leo, taarifa hii ya ndugu zetu hawa itufundishe tunakutana na mambo ya hofu na ya kutisha. Sisi ni wanadamu, na kweli tunayokutana nayo ni mambo halisi. Ni kweli yanatisha, yanaogopesha. Tukiyatazama tunayaona ni kama majitu yaliyo mbele yetu, ni mlima usiovukika. Nilikuwa naongea na ndugu yangu mmoja nilipokuwa safari kikazi. Anasema alimuuliza mshirika mmoja alipomsimulia habari ya shida ya kiafya aliyonayo. Huyu dada alikuwa na shida ya changamoto ya ugonjwa wa ini. Kuna ugonjwa wa ini ambao dalili zake unaendana na HIV. Mnafikiri kama mnafahamu? Ndio. Akamuuliza swali, wewe ulipopewa taarifa hizi na daktari, mbele yako unaona nini? Hata nikikuuliza wewe, yamkini umepimwa na una taarifa ya daktari, kwa shida hiyo ambayo daktari amekupa, mbele yako unaona nini? Yule binti akasema, mbele yangu ninaona mauti. Watu wa afya wanajua nachokisema. Shida hiyo na HIV vina sifa moja. Kwa akasema naona mauti. Alisema kweli, mbele yake anaona mauti. Hawa walisema kweli, mbele yao wanaona majitu, nao ni kama panzi. Maana ni kweli Waanaki yalikuwa ni majitu. Kwa hiyo mtumishi huyu akaanza kumjenga na kumkumbusha juu ya shuhuda na juu ya ukuu wa Mungu. Mungu ni zaidi ya majitu. Haleluya. Joshua na Caleb, japo nao ni wanadamu, waliyaona majitu katika mtazamo tofauti na wale wengine 10. Wale pamoja na kwamba ni majitu, lakini kama maandiko yanavyosema katika kitabu kile cha Warumi mlango wa 8 mstari wa 31, maandiko yanasema Mungu akiwa upande wetu,
ni nani aliye juu yetu? 8:31. Basi tuseme nini juu ya hayo? Tuseme nini juu ya hayo majitu? Tuseme nini juu ya hiyo taarifa? Tuseme nini juu ya mambo unayoyapitia? Mungu akiwa upande wetu, ni nani aliye juu yetu? Joshua na Caleb walikumbuka ushuhuda wa neno hili. Mungu akiwa upande wetu, Mungu akiwa upande wako, Mungu akiwa upande wangu, ni nani aliye juu yangu? Unanielewa? Tuko pamoja? Bwana asifiwe. Moja ya silaha ya shetani, sikiliza, sikiliza, moja ya silaha ya shetani ni kumficha Mungu na uweza wake katika fahamu na nafsi za mwanadamu. Anamficha usimwone Mungu. Hata kama unamsifu. Mtu mmoja amesema, hivi mimi nina Mungu? Tumesikia ushuhuda hapa. Hivi mimi nina Mungu kwa haya yanayonikuta? Moja ya sifa ya shetani ni kumficha Mungu machoni pako. Na wengi Mungu amefichwa katikati yenu. Wengi Mungu amefichwa katikati yenu, japo mnaabudu, mnasifu na kadhalika, lakini amefichwa machoni penu. Lakini mchana wa leo Mungu anakusudia akufungue macho upate kuona. Anasema vipofu wapate kuona, viziwi wapate kusikia. Ndiyo kazi ya neno la Mungu mchana wa leo. Masikio yako yafunguke. Weka ufahamu hapa. Ondoa ufahamu kwenye harusi, toa ufahamu kwenye harusi. Njoo hapa, sikiliza neno la Mungu. Bwana asifiwe. Mungu anataka akufungue macho. Mungu anataka akufungue masikio. Wengi Mungu machoni penu amefichwa. Unaabudu lakini una hofu. Huna imani na Mungu, huna uhakika na Mungu, japo umo kanisani. Huna uhakika na Mungu, hujawahi kumwona Mungu. Wewe ni Mkristo mwepesi, unatishwa. Bwana asifiwe. Mchana wa leo muone Mungu kwenye maisha yako. Mungu akupe macho yaliyokuwa kwa Joshua na Caleb, kwa jina la Yesu. Kazi ya shetani ni kumficha Mungu machoni petu, tusimuone Mungu na ukuu wake tunayemwamini. Tunajiona sisi mbele ya adui. Hatujioni sisi na Mungu mbele ya adui. Tunajiona sisi mbele ya adui. Ukisimama kama wewe mbele ya adui, huwezi kufanikiwa. Adui atakushinda tu. Maana moja ya silaha za adui ni kukujengea hofu. Na hofu tafsiri yake nimesema ni kuwa Mungu hana uwezo juu ya lile unalokabiliana nalo. Ndio maana hofu ni hatari. Hofu, hata tulipopata shida ya korona, hofu iliwaua wengi. Hofu ina tabia ya kuzaa sumu mwilini. Inachochea matatizo ambayo hayakuwepo. Ndio maana hata rais aliyepita
kwa kuwa ilikuwa ni kipindi chake cha changamoto ya korona, alijitahidi kuwajenga Watanzania watoke kwenye hofu. Ndio maana akasema tumepeleka sampuli mbalimbali, sampuli za mbuzi, sampuli za mapapai, sampuli za mafenesi. Alikuwa anacheza na saikolojia ya Mtanzania ili amtoe kwenye hofu. Ndio maana tulipita kipindi cha korona bila hofu, maana hofu ingeua watu wengi. Ndio maana akasema hawa wataalamu wetu kwanza wanatudanganya. Tumepeleka sampuli ya mbuzi nayo yana korona, mapapai nayo yana korona, kwa hiyo wote tukajua kwamba korona haipo, kumbe ipo. Bwana asifiwe. Simama mbele ya changamoto ukimwona Mungu. Usisimame mbele ya changamoto ukiwa wewe na adui. Ndio lengo la neno la mchana wa leo. Maana kuogopa ni kumdharau Mungu. Maana yake Mungu hawezi. Angalia lilo mbele yako. Umesimama wewe na lenyewe au umesimama wewe na Mungu na lilo mbele yako? Tumesoma hapo katika kitabu cha Warumi. Basi tuseme nini juu ya hayo ninayokabiliana nayo? Tuseme nini juu ya hayo? Warumi 8:31. Mungu akiwa upande wangu, Mungu akiwa upande wangu, Mungu akiwa upande wako, Mungu akiwa upande wako, ni nani aliye juu yetu? Hicho ndicho alikiona Joshua na Caleb. Mungu akiwa upande wako, nani anakutisha? Mungu akiwa upande wako, nani? Simama na Mungu upande wako, utayakabili yote. Na nataka nikwambie, Mungu sio mwanadamu. Akiahidi kwako anafanya. Aliwaambia wana wa Israeli, nchi hii ninawapa, nitawatoa maadui zenu, nitawatoa wenyeji wa nchi hii, nendeni muikabili nchi. Aliwapa au hakuwapa? Aliwapa. Neno la Mungu akisema anatimiza. Mithali 10:24 inasema, tuko pamoja? Unisikilize kwa makini, uondoke na kitu. Mithali 10:24. Aogopacho mtu asiye haki ndicho kitakachomjilia, mwenye haki atapewa matakwa yake. Mithali anasema aogopacho mtu asiye haki kitamjilia au kitampata, lakini wenye haki Mungu anawapa matakwa yao. Mimi na wewe ni wenye haki, tuko kwenye fungu la kufanyiwa matakwa yetu. Hofu ya nini juu ya hayo unaokabiliana nayo? Mwamini Mungu mchana wa leo. Geuza mtazamo, simama na Mungu juu ya haja yako. Mwone Mungu ni mwaminifu aliyesema. Maandiko yanasema Ibrahimu aliamini ya kwamba Mungu asiyesema uongo ataitimiza ahadi ya kuwapa mtoto, japo miili yao imekufa kwa habari ya uzazi. Maana yeye ni Mungu. Mungu ana uwezo wa kuumba hata ambacho
kipo, maana yeye ni muumbaji. Bwana asifiwe. Ondoa hofu. Hofu ni kumdharau Mungu. Hofu ni kuona Mungu hawezi. Mahala popote unapokutana na hofu kuu, hofu inapokukabili, unaposhindwa kuyakabili mambo, hata wakati mwingine yanalazimika kukutoa kwenye imani, kumbuka Mungu anaona unamdharau. Anamwambia Musa, watu hawa watanidharau hata lini? Wasiniamini hata lini? Nimewaonyesha mambo makuu, mara 10 hizi wananidharau. Bwana asifiwe. Unafikiri Mungu hawezi? Mbona una hofu? Mwamini Mungu. Maandiko yanasema Mungu wetu ni mkuu. Zaburi ya 113. Mungu wetu ni mkuu. Mstari wa 4. Bwana ni mkuu juu ya mataifa yote, na utukufu wake ni juu ya mbingu. Nani mfano wa Bwana Mungu wetu aketie juu? Bwana Mungu wetu ni mkuu juu ya mataifa yote. Ndio maana Mungu akiwa upande wetu, ni nani aliye juu yetu? Sehemu nyingine anasema, kilini uweza wangu. Aliye dhaifu aseme nina nguvu. Umeshasoma hayo maandiko? Kilini uweza wangu. Aliye dhaifu aseme nina nguvu. Kwa Mungu anatambua kuna wakati utajiona we ni dhaifu mbele ya kinachokukabili, lakini kama Mungu yuko upande wetu, tunakiri uweza wa Mungu na tunasema tuna nguvu. Hata sasa nitashinda. Wakina Shadraka, Meshaki na Abednego wanasema, mfalme, hatutasujudia sanamu yako, kwa kuwa Mungu huyu tunayemtumikia aweza kutuokoa. Wanakiri uweza wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kiri uweza wa Mungu, ndugu yangu. Usikiri mauti, usikiri kushindwa, usikate tamaa. Kiri uweza wa Mungu. Maadamu Mungu yuko upande wako, wewe ni mshindi na unashinda na zaidi ya kushinda. Mimi huwa najifunza na naendelea kujifunza. Huwa nafikiria sana kwa habari ya kuombea wagonjwa na kuombea mapepo. Kuna mahali aidha kutokana na mazoea au kumwelewa Mungu vibaya. Nikiliangalia neno la Mungu, sioni nafasi ya shetani kushindana na kanisa. Japo maneno ya Mungu yanasema watashindana lakini hawatashinda, katika Yeremia nafikiri 1:18. Utaangalia vizuri, lakini Yeremia mlango wa 1. Watashindana lakini hawatashinda. Kwa hiyo naendelea kujifunza
yakabili mapepo na magonjwa na mambo mengine kwa mtazamo wa nina Mungu mwenye nguvu na jina lake linaondoa shida zote kwa mtu. Kwa hiyo sina nafasi ya kubageni kuondoka ama kuondoka kwa tatizo kwangu au kwa mtu. Yaani sijisikii vizuri kulitumia jina la Yesu kama nina compromise, kama nina mjadala wa maamuzi na shetani, aidha atoke au atoke baadaye. Maana ni jina lenye nguvu, na kwa jina la Yesu tunatoa pepo na kuponya wagonjwa. Naendelea kujifunza, nikiona ukuu wa Mungu na jina lake, sioni nafasi ya shetani. Ndivyo walivyoona Joshua na Caleb. Hawakuiona nafasi ya Waanaki na Wayebusi na wengine wote waliokuwa Kanaani. Walimuona Mungu na uweza. Aliyesema watamiliki nchi, atawapa nchi. Aliyesema wataponya, wataponya. Aliyesema watatoa, watatoa. Huyu aliyesema kwa jina langu ukiamuru mlima huu ng'oka ukatupwe baharini, wala usione shaka moyoni mwako, bali uyaamini hayo uliyoyasema yatakuwa yako. Marko 11. Kwa naendelea kujifunza, na wewe jifunze. Unajua, inatakiwa ifikie wakati tuifaidi imani na Yesu aliyetuokoa. Tufaidi raha ambayo tumeandaliwa. Yesu alisema msalabani, imekwisha. Anakuja mkuu wa ulimwengu, lakini hana kitu kwangu. Mtakanyaga nge na nyoka na nguvu zote za yule adui, wala hakuna kitakacho wadhuru. Hivi haya maandiko mimi nayafahamu? Jiulize, haya maandiko mimi nayafahamu? Ninayafahamu. Kitabu cha Ufunuo, nimesema kuna Marko pale. Kitabu cha Ufunuo mlango wa 5, nafikiri mstari wa 9 kama si wa 10 au 12, anasema nao akatununua kwa damu yake, akatufanya kuwa wafalme na makuhani, nasi tunamiliki juu ya nchi. Ninaelewa maana yake. Kuwa kuhani, tafsiri yake mambo yote ya rohoni. Unanielewa? Kuwa kuhani, achana na huyu friends, sikiliza. Kuwa kuhani manake mambo yote ya rohoni.
yanaamuliwa na wewe kwa ajili ya Mungu. Ndio maana nasema mtakaolifunga duniani na mbinguni limefungwa, mtakaolifungua na mbinguni imefunguliwa, kwa sababu wewe ni kuhani. Kwa unapotamka jambo chini ya nchi, mbingu inaona kuhani. Hivi nafahamu mambo haya? Mimi najifahamu, ninajifahamu nafasi yangu. Kama mimi ni kuhani wa Mungu, ninaijua nafasi yangu kama kuhani wa Mungu katika nchi, na asili ya mambo yote ni katika ulimwengu wa roho. Anayeweza kuingia ulimwengu wa roho ni kuhani wa Mungu, ambaye ni mimi na wewe. Ndiyo maana mtu anayejitambua anapopata taarifa yoyote katika ulimwengu wa roho, haogopi, anajua namna ya kulikabili, maana yeye ni kuhani. Analitolea maamuzi katika ulimwengu wa roho, hili lifanikiwe, hili lisifanikiwe, hili liendelee, hili lisiendelee. Wewe ni kuhani, na amesema ametufanya kuwa wafalme na tunamiliki juu ya nchi. Manake mambo yote ya nchi, ya damu na nyama, mimi na wewe tuna maamuzi nayo, tuna maamuzi nayo, tuna maamuzi nayo. Unaweza kufunga jambo liendelee au lisiendelee, lifanyike au lisifanyike, maana wewe ni mfalme. Na neno la mfalme, kama maandiko yasemavyo kwenye Isaya, neno la mfalme lina nguvu. Maanake neno la mfalme ni amri. Ni sawa na kiongozi wa nchi leo, rais akitamka neno tayari ni sheria, wote mnafuata. Ninaitambua nafasi hiyo. Kumwogopa Mungu ni kumdharau. Bwana Yesu asifiwe. Ile Marko nilikuwa nimesema 11, mstari wa 20, na asubuhi walipokuwa wakipita waliuona ule mtini umenyauka toka shinani. Kitu gani kinafanya hiyo kazi? Neno. Ndio maana hata tunapokemea mapepo ni zaidi ya jina la Yesu, kili neno la Mungu. Mapepo siwe yanatuelekeza Usiniambie pepo walikuelekeza. Sema mapepo yanatuelekeza. Ninatoka, nimeshatoka, wamebaki watoto wangu. Pepo ana watoto, na sisi kwa kutokujua, na nyinyi watoto wa pepo tokeni. Anajua huyo ana ufahamu. Nimekuuliza, pepo ana watoto au ndio ule wimbo shetani na mama mkwe wake? Pepo ana watoto. Pepo si malaika Maandiko yanasemaje? Kule mbinguni tutakuwa kama hakuna kuoa wala kuolewa wala kuzaa, si ndio? Kwa hiyo pepo ana watoto. Sema pepo yanatuelekeza. Hakuna, sitoki, nimebaki na mdogo wangu. Pepo ana mdogo wake. Pepo ni pepo. Ana watoto wangu wamebaki. Tulifahamu neno na tuwe na akili. Ukimsikiliza sana pepo atakuchonganisha na ndugu zako. Amri ni kuondoka.
kwa jina la Yesu, maana neno ni moto, unagawanya nafsi na roho. Kwa ukilitaja neno kwa jina la Yesu, unamwambia pepo, imeandikwa kwa jina la Yesu, pepo tutawatoa. Na pepo akiona umetamka kwa uhakika na umeonyesha unajua unachokifanya, lile neno linafanyika mwili, linaenda kuwa moto, linaenda kugawanya nafsi na roho. Roho inatengwa, nafsi inakuwa huru. Ndiyo hiyo amesema, na mafuta, semaje, na viungo na mafuta yaliyo ndani yake. Viungo si unavyo? Tamka neno juu ya viungo. Mkono ni kiungo, mguu ni kiungo, macho ni kiungo, na mafuta yaliyo kwenye moyo si ni mafuta? Tamka neno juu ya mafuta yaliyo kwenye moyo. Neno linagawanya, neno ni moto, linayeyusha. Haleluya! Kumwogopa Mungu ni kumdharau.